Zaka ni nguzo katika nguzo 5 za Kiislamu, na siku zote ama mara nyingi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hushikanisha nguzo hii na nguzo ya swala. Wa aqimu ssalata wa atu zaka alladhina yuqimuna ssalata wa yu'tuna zaka. Na ni nguzo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiweka kwa hikma yake katika huu ulimwengu kwa ajili ya kufariji kwa wale ambao kwamba hali zao ni mbaya. Kiupande wa taarifu, zaka wanasema upande wa lugha ni an-nama, na ndio maana Mwenyezi Mungu akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Chukua katika mali yao sadaqa, ikikusudiwa zaka, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, utawatahirisha na utawasafisha. Naam, anaambia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii ni nukta muhimu tutakuja kuizungumzia huko mbele, kuwa dola inafaa ichukue zaka. Kwa sababu akiachiwa mtu, kuna watu ima hawatotoa ama watatoa sadaka, hawatotoa zaka. Watakata mapande na watapunguza. Mtume anaambia khudh, chukua, na alikuwa akichukua na kituma watu wake kwenda kuchukua. Taib, hikma yake nini? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, utawasafisha, wazisafisha nafsi zao, wazitakasa zile nafsi, kwa sababu nafsi imeumbwa kupenda mali. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema tuhibbuna almala hubban jamma, mnapenda mali mahaba makubwa. Wa innahu, na yeye mwanadamu, lihubbil khairi la shadid, kwa kupenda mali ana mahaba makubwa. Na Mtume anasema yakburu ibnu adam wa yakburu ma'ahu ithnan, mwanadamu huwa mkubwa na vitu viwili vikawa pamoja naye, haviachani kabisa. Tulul umr wa hubbul mal, kupenda umri mrefu na mapenzi ya mali. Kwa hivyo mwanadamu kwa sababu anapenda sana mali, anakuwa na choyo na mali kama yale. Kwa hivyo unapokuja mtu ukaweza kutoa, unaitahirisha nafsi yako kutokana na ubakhili, kutokana na tamaa katika mali. Hii ni zaka. Kwa hivyo zaka kwa lugha ni nama, kukuza. Kwa hivyo mmemkuza yule mwanadamu katika upande wa kiroho. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم.